Baba, wewe ni mweza. Nikiomba na kuabudu nasema amen. Basi moja kwa moja watajua mimi ndiye niliyekwambia. Kama Jessica asiporudi nyumbani usiku wa leo, kuna kitu kibaya kitatokea. Okay. Unaamini mtoto wetu anaweza akatuharibia? Nimelewa ila nguvu ninazo na akili. Hebu kaa pembeni. Wewe hebu toka hapa. Unajali kuhusu nini? Siku nyingi sana nilihisi una mahusiano kati yako wewe na Mudi. Sema tu sikuwa na uhakika. Baba, I'm sorry. Haikuwa akili yangu baba. Baba, tuongee basi, naomba tuongee. Unajua siku ya jana ilikuwa ngumu sana kwangu baba. Skendo ya ngono na Bill. Jessica kukataa ndoa baba. Hapo Mr. Richard amepigwa risasi. Akili yangu haikuwa sawa hata kidogo babangu. Plus nililewa. Kojak, sehemu ya urithi wako nitampa Jemima. What? Baba? Ni hivi. Nyumba ya kifahari niliyokujengea Mbezi Beach, pamoja na milioni 200 zilizopo kwenye akaunti ya trust nilizokuwa nimekuwekea, nitampatia Jemima. Huyu kahaba ana thamani gani kwako mzee mpaka umeamua kumpa haki yangu mimi? Kojak, katika maisha yangu nilibahatika kupata mtoto mmoja tu ambaye ni wewe. Lakini shauku yangu kubwa ilikuwa ni kupata mtoto wa kike. Sasa huyu binti unayemwita kahaba kwangu mimi ni mwanangu. Baba! Yes. Hata kama usingefanya kosa hilo, nataka nikwambie Jemima angepata sehemu ya urithi wangu. Na hakuna wa kubadilisha hili. Ni lazima apate sehemu ya urithi wangu kama binti yangu wa hiari. Sasa nitakuona wa maana sana na mwenye akili kama utakwenda kumwomba msamaha dada yako Jemima. Pavuto kabisa huyo. Acha! Niliacha kwa nini? Niliacha kwa nini? Wewe una matumizi nalo gani hili gitaa? Wewe ni mwanamuziki? Umeanza kuamini maneno yake, si ndio? Berry, nadhani unanijua vizuri sana. Na unakumbuka kabisa misingi yetu tuliojiwekea. Nakumbuka Mina. Hakuna kuwa na mahusiano na mwanaume yeyote yule. Hakuna kuolewa wala kujihusisha na mwanaume yeyote kimahusiano ya karibu. Ni sisi tu mpaka kifo ambacho kitatutenganisha. Lakini Mina... Lakini nini Berry? Nahisi nataka tubishane na maneno ya Mungu. Mina.
Jessica anaenda kuwa mke wangu. Moyo wangu utapata unachotaka. Lakini maisha yangu yako hatarini. Ushahidi nilionao Makena kumuoa mke wa Bishop utatosha kulinda maisha yangu. Wow. You look so beautiful, baby. Oh. Hey, umependeza. Njia ya kwenda peponi iko wapi? Kufanya nini? Si nimekutana na malaika. Hatimaye muda wa mimi naye kuwa mke na mume umewadia. Na baba ametoka kunitumia message hapa kwamba mkuu wa wilaya yuko tayari. Wow. Umetoka wapi Richard? Na kuuliza umetoka wapi? Na kwa nini umetoka kama unatoroka? Nimetoka kuonana na Jessica. Jessica yuko wapi? Mbona hajarudi nyumbani? Jessica hawezi kurudi tena nyumbani. Tayari ni mke wa mtu. Ameolewa na Dr. Luis. Tena leo. Unasemaje Richard? Imekuwaje umeruhusu hilo? Hebu kumbuka, tulipokuwa hospitali, ulimwambia Jessica tumemlea vizuri, tumempa kila kitu alichokuwa anataka. Lakini ulisahau kuwa mtoto hata ukimpa kila kitu, lakini kama amekosa kitu ambacho kinampa furaha, huwezi kusema umempa maisha. Kwa hivyo wewe ndio umetoa ridhaa ya kufunga ndoa, si ndio? Hebu niache nikapumzike. Mina, unataka kufanya nini tena jamani? Funguo za nyumbani kwako kule, hizo hapo. Kama hutaki kuishi maisha kama ya zamani, my dear, kila mtu atabeba msalaba wake. Ukiamua kubadilika kuwa kama zamani utanipigia. Mina, naongeleka, tuongee mama. Mina. 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 Bel, mwacha kwanza aondoke. Hasira zake zikipungua mtazungumza pia. Sawa mama? Auntie. Usiwe hivyo. Wewe ndo Ashrafu? Yeah, of course. Okay. Samani. Unalipa kwa cash au kwa kadi? Yote si malipo. Kwani shida yako nini? Na maana yangu kuuliza hivi. Ngoja nikulipe. Maana ushaanza kelele. Kaka, tunaweza tukaenda, tukifika mbele huko kuna wakala anaweza kutoa tu pesa. Sikia dada. Nawajua vizuri sana Maslay Queen. Tafuta usafiri mwingine.
hivi sisi tunaenda? Tunaenda wapi? Naomba unipeleke hoteli yoyote nzuri nikapumzike. Nimechoka sana. Na kuhusu malipo, tukifika huko njiani tukiona wakala yote tunaweza kusimama tutoe pesa. Basi poa, angalia mashine. Ha? Namaanisha angalia pikipiki. Pole sana Bishop. Mpaka sasa sijui Liam wamemfungia wapi. Jumbe, hawa watu wananilazimisha kuwa Moses wa zamani. Yaani chanzo cha matatizo haya yote ni Richard. Kwa nini familia yangu iteseke na hili jambo, ili hali Richard yeye mambo yake yako sawa? Tafadhali Bishop, tumeshapiga hatua kubwa sana na jina lako limeshabeba dhamana ya wengi, na kama ukirudi kule utaharibu kila kitu. Jumbe, hivi huoni kwamba huu unyenyekevu nilionao kwa mamvuli wa kanisa au dini ndio unayoitesa familia yangu? Mwanangu Liam anaweza uwawa. Simon kanyang'anywa haki zake zote za mziki wake. Hii sio sawa kabisa kabisa. Kuhusu Simon kuna tatizo lingine Bishop. Tatizo gani? Jana Simon alimtoa polisi yule binti Beri baada ya kukamatwa kwa video za utupu. Nini? Unasemaje Jumbe? Na sio hilo tu, picha nyingi ziliwanasa wakipeana mabusu kwenye kituo cha polisi. Liam,
Ingia. Madam, maji ya kunywa. Toka mbele macho yangu sasa hivi hapo. Richard, naomba rekebisha hili kabla alijatoweka pabaya na Kiwelu. Sina cha kurekebisha. Makena, niko tayari kwa lolote. Makena, najua umefanya mengi kwa ajili yangu mimi, na umefanya mengi mpaka nimepata jina na nimeheshimiwa, lakini samahani sana kwa hili nitakachokuambia. Samahani nimekukwaza, lakini Jessica ni mboni yangu. Siwezi kuvumilia kumuumiza mtoto wangu. Hivi Richard, unadhani wewe unampenda sana Jessica kuliko mimi nilimweka tumboni kwangu na kumzaa kwa uchungu? Haya sasa, Kiwelu huyu hapa anapiga. Una ujasiri wa kuweza kuongea naye kumwambia huo ujinga uliokuwa unaongea na mimi hapa? Mimi ni mwanaume na ni baba wa familia hii. Hakuna mwanaume yoyote yule atanilazimisha kuendesha hii familia. Kaa mbali. Usijaribu kunisogelea. Mwanangu, tulia tuongee baba yangu. Unataka tuongee? Baba, wewe unataka kuongea na mimi, tuongee. Aya, sawa baba, tuongee. Tuzungumze na kusikiliza. Ongea, mimi mwanao niko hapa na kusikiliza baba. Haya, niambie kuhusu kifo cha mama yangu. Alipata ajali au alipigwa risasi? Na uniambie kwa nini ulikuwa na bastola chumbani kwako? Ulikuwa unafanya nayo nini baba? Ulikuwa na kazi nayo gani baba? Niambie, mimi mtoto wako niko hapa na kusikiliza. Mbele ya huyu rafiki yako, sijui mzee wa kanisa nani. Niko hapa baba na kusikiliza. Niambie. Hauna cha kuniambia baba. Hauna. Sasa baba, kama wewe hauna majibu ya maswali yangu ambayo mimi nakuuliza, basi mimi sina chochote ambacho naweza nikaongea na wewe baba. Hakuna chochote. Umehama nyumba baba. Ulijua kwamba sitajua kwamba uko hapa? Ulijua sitajua baba? Hujali chochote kuhusu. Hujajali nilivyokamatwa. Hujajali nikitoka nitaenda wapi. Hujajali chochote baba. Richard na Makena wapokee simu. Kojak, sasa unakwenda wapi? Unajali nini kuhusu mimi? Tayari unaye binti yako wa hiari ambaye umeamua kumridhisha mali zangu mimi. Yaani ni kama vile dunia nzima imenigeuka. Nimepoteza kila kitu ndani ya siku mbili tu. Nisikilize Kojak. Hakuna chochote nilichokifanya kwa makusudi wala kuchukua haki yako. Nimekuadhibu tu kwa ujinga uliofanya. Habari dada. Salama. Samahani, naomba kutoa pesa. Shingapi? Kama milioni 1 hivi. Toa. Namba ya wakala.
Hello Jay. Kazi yako tayari bosi wangu, tumepata picha kali sana pale kituoni. Tuma nione. Sasa hivi. Vipi sasa muamala wangu? Nitakuwekea kwenye akaunti ya benki. Leo benki jao mwanangu, kama vipi niwekea katika simu yangu? Fresh. Hapo. Mungu wangu, Mina jamani, Mina please, rudi nyumbani. Mina wewe jamani. Kaacha pesa na kadi za benki. Sasa nenda kukaa wapi bila hela jamani? Mungu wangu. Mungu wangu. Mina. Kuna wakati nilisota, mengi nikakosa, nikakata tamaa, siwezi kusonga. Nilipita kwenye shida, kusalitiwa na nilowapenda, nikapiga moyo konde, nikasema ni wewe, 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 utanishindia. Ninasema ni wewe, 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 umenishindia. Umenipa amani, umenipa furaha, umenipa zaidi ya nilichomba, umenipa faraja. Hakuna kama wewe, na sifa zote zako Baba, naomba uzipokee. You're the only way. Hakuna kama wewe, na sifa